Jitahidi sana maishani mwako kulisha ndoto na usilishe njaa. Yusufu alikuwa analisha ndoto na sio njaa. Hivyo aliweza kumwambia mkewe Potifa hapana. Aliweza kumwambia mke wa Potifa hapana. Ukiangalia kielelezo chetu hapa, ili kama ingekuwa ni njaa, Yusufu analisha njaa, angebaki nyumbani kwa Potifa, maana kulikuwa kuna juice, kulikuwa kuna maonjo matu ya kutosha, mashikoro mageni ya Wasukuma yalikuwa hapo. Lakini alilazimika kuondoka kwa sababu alikuwa analisha ndoto na alikuwa halishi njaa. Na ukiajiriwa au ukiwa uko popote, hakikisha unalisha ndoto ya kampuni, ndoto ya taasisi, ndoto ya serikali, ndoto ya group na ndoto ya familia na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kila mtu na kila kitu kina ndoto yake. Lisha hiyo ndoto kwanza, wala usilishe njaa yako. Ukiwa umeajiriwa kwenye taasisi, kwenye kampuni, kwenye serikali, kila kitu kina ndoto yake. Kila kitu. Kila mtu aliyeanzisha ana dream kwenye hiyo kampuni, kwenye taasisi, viongozi wa serikali kuna ndoto. Na nilifundisha juzi hapa. Kila kitu kina ndoto yake. Mfano mzuri sana wa kujua tofauti ya kulisha ndoto na kulisha njaa ni wa Gehazi, mtumishi wa Elisha. Mtumishi wa Elisha, Gehazi. Unaweza ukamwona Gehazi hapa wakati Naamani mwenye ukoma amekuja anataka kutoa sadaka kwa Elisha. Elisha anakapa mavazi, anamwambia hapana. Lakini baadaye Gehazi akaenda kificho ficho tu, akaenda akachukua fedha na dhahabu na mali kwa siri. Baadaye Elisha akamwambia, huu ndio wakati wa kupokea mashamba na kupokea fedha na mavazi na dhahabu. This is the time. Huu ndio wakati. Akamwambia, ukoma wa Naamani na uwe juu yako. Na tangu saa zile akapata ukoma wa Naamani na akafa Elisha na upako ndani yake. Kwa hiyo mfano mzuri sana huu wa kujifunza katika maisha yetu. Yakobo alikaa miaka 25 katika nyumba ya Laban akilisha ndoto ya kuzaa kabila 12 za Israeli. Makabila 12 ya taifa la Israeli. Yakobo alikaa katika nyumba ya Laban miaka 25 ya kuzaa hawa watoto 12 ambao ni taifa la Israeli leo, na alilisha ndoto ya kuzaa taifa. Musa alikaa miaka 40 jangwani kwa Yethro mkwewe akilisha ndoto ya kuwa kiongozi. Unaweza ukaona namna ambavyo Musa alikaa katika Yusufu alitumia miaka 13 kulisha ndoto ya kuwa kiongozi wa kuwapa watu riziki. Narudia tena. Yusufu alitumia miaka 13 kulisha ndoto ya kuwa kiongozi wa kuwapa watu riziki. Na kama unavyoona akiwa anawagaia watu, na aliwalisha watu kwa miaka 7. Dunia nzima ilikula kwa miaka 7. Falsafa ya uongozi wa kuwa mkate na riziki kwa watu, na sio kunyang'anya watu vitu na kuwatesa kwa njaa. Farao alikuwa na falsafa hii ya kuwapa watu riziki mpaka akilala usiku anaota njaa ya watu wake. Farao aliota juu ya masuke na ng'ombe. Ni kwa sababu alikuwa na think juu ya kuwapa watu riziki. Sasa ukiwa kiongozi yoyote, lazima uwe na mawazo ya kuwapa watu riziki. Na kuna wanaume hapa mnajiringishia na ndevu, hata Kambale alizaliwa na ndevu zake. Vile vile, msitutishie na ndevu hapa, hata ndafu zina ndevu. Tunataka wanaume ambao ni viongozi, wanaoweza kulala usiku wakaiangalia njaa, namna gani ya kutoa riziki kwa watoto, kwa mke wake, kwa familia. Hivi unajua kwa nini wanaume wengi wanapoteza heshima kwenye familia leo? Ni kwa sababu ni kiongozi ambaye usiku analala fofofo
Yusufu alikuwa ni kiongozi wa kuwapa watu riziki. Na hii ni falsafa kubwa sana ya uongozi. Hii ni falsafa kubwa sana ya uongozi. Na Farao ni kiongozi, president wa nchi, lakini analala usiku, anaota ng'ombe 7 zimenona, ng'ombe 7 zimekonda, masuke. Anaota njaa ya watu wake. Wanaume analala, akiamka, yani mchungaji ana, mwanaume analala kitandani, haki ya Mungu, hata kwenye banda kukiingia paka, kwenye banda la kuku kukiingia paka, ikura, yani wakiingia paka, ni mama anasikia kwamba kwenye banda kuna paka ameingia, anakamata kuku. Huyo mzee ni akibahatika kuamka, ameenda kujisaidia. Hoi. Alafu anataka heshima. Mama kaangalia, alafu saa nyingine, mama, umesikia kitu kimegonga huko? Wewe ni mwanaume gani huyo? Mwanaume kisirani. Falsafa ya kiongozi ni kuwapa watu riziki. Hii falsafa ya uongozi wa Yusufu ni kuwapa watu riziki. Kama ni kiongozi, mwalimu mkuu wa shule, lazima uangalie walimu wako unaofanya nao kazi wana maslahi, wanaishije, umezibeba njaa zao. Ni kiongozi kwenye taasisi, umeangalia matatizo ya watu, njaa, mateso wanayopitia, haki zao, posho zao, mambo ambayo wanayataka, mambo ambayo ni basic need kwenye maisha yao. Kiongozi lazima ulale uote matatizo ya watu, sio kiongozi ambaye anasababisha matatizo ya watu. Yani usiku anakaa na draft, huyu nitamtengenezea kashfa, huyu nitamhamisha hapa kwa adhabu, huyu. Wewe chizi. Kiongozi lazima ulale uote shida za watu. Huyo ndio kiongozi. Ukiona unalala ukiwa unapanga majeraha na kujeruhi watu, wewe ni uzao wa nyoka, na tunakukemea. Na tunapokemea mashetani wote, na wewe ni miongoni mwa wale tunaokukemea. Huwezi kukaa katika kuwaza kujeruhi, kuwaza kwenye department yako una listi ya watu ambao unataka kuwafaya. Ukimwona mtu amepaki gari pale asubuhi ya leo, Mungu amembariki, pengine hata amekopa vikoba vya kausha damu, amekuja tu na kigari pale, roho ishakuuma, ushapanga namna gani. Mtu mmoja akanunua gari uko kijijini, alafu mkuu wake wa department akamwambia, nitahakikisha nitakuhamishia mahali ambako hii gari haitakaa ifike. Na kweli alitengeneza fitina, transfer ikaja, ikampeleka huyo jamaa mahali ambako hakuna hata miundombinu ya barabara, na gari akaipaki mjini, akaiacha. Alafu anajisikia furaha. Kiongozi gani huyo? Kiongozi ambaye unalala ukitengeneza matatizo ya watu? Ni kiongozi gani? Kiongozi lazima ulale ukiwa unaota shida za watu. That is African philosophy. Farao aliota akiwa Afrika kuwapa watu riziki halali usiku kucha. Hakulala. Hata mfalme wa Babeli wakati Wayahudi wanauawa hakulala. Hata mfalme wa Babeli wakati Danieli ametupwa kwenye tanuru ya simba hakulala, kwa sababu ya haki ya watu. Akaletewa mpaka santuri na muziki, na akapewa mpaka, lakini akasema no, I can't. Mabibi na mabwana, Nelson Mandela wa Afrika ya Kusini alikaa gerezani kwa miaka 27 kulisha ndoto ya kuwa kiongozi bora katika bara la Afrika. Katika bara la Afrika, unapozungumza kiongozi bora duniani, ni pamoja na Nelson Mandela ambaye alikaa gerezani miaka 27 analisha ndoto. Na wakumbusha vijana wenye ambushi, wenye maono ya kuwa viongozi, na pamoja na mambo mengine nayofanya ni pamoja na mentorship program ya viongozi, kuwalelea viongozi wanaoweza kuongoza kanisa, kuongoza nchi, na viongozi kwenye makampuni mbalimbali. Lakini lazima upate nafasi ya kuilisha ndoto yako. Mabibi na mabwana, ndoto yako ni nini? Umeilisha ndoto yako kwa muda gani? Life is longer than a season. Maisha ni marefu
kuliko msimu. Lisha ndoto, usilishe njaa. Tumsifu Yesu Kristo.